Sheria ya uchaguzi katika ibara ya 38, ibara ya 54 na ibara ya 66 zinaeleza wazi kwamba hakuna kupita bila kupingwa. Katika sheria hii kunaeleza kwamba endapo itatokea kuna mgombea mmoja katika jimbo fulani, basi mgombea huyo hatasubiri kuapishwa, hatasubiri kumwaga wino mwekundu, bali kutatolewa nafasi ya wananchi na wao kufanya uchaguzi wao. Kutakuwa na kura ya ndio na kura ya hapana. Ikiwa wananchi watavoti hapana kwa wingi, kura za hapana zitakuwa nyingi, mtu huyu hatoshinda uchaguzi. Mchakato wa uchaguzi utaanza upya. Sasa hii inazuia mtindo mchafu ambao wanasiasa wengi huwa nao. Inawezekana kupitia chama cha CCM, inawezekana kupitia Chadema, inawezekana kupitia ACT Wazalendo. Kunapokuwa na mwanasiasa ambaye ana uchu mkubwa sana wa madaraka, anaweza kutumia mwanya wa kupita bila kupingwa kuwashawishi wagombea wengine kujiondoa. Tambua kwamba katika sheria zetu za Tanzania, mtu anapojiingiza katika uchaguzi anaruhusiwa pia kujiondoa, kwa sababu kugombea si lazima. Mtu anajitoa kwa ajili ya kuwatumikia watu, lakini pale anapoona anataka kung'atuka hawezi kuzuiliwa. Ni sawa na kuresign katika kampuni au mahali popote pale. Sasa kuna watu wachafu, watu wapuuzi wasiotaka maendeleo makubwa ya siasa na demokrasia ya watu, hutumia mwanya wa kuwalaghai na kuwapa rushwa wagombea wengine wajitoe ili wabaki wao tu. Katika mazingira kama hayo hupelekea kuwa na mgombea mmoja au mgombea pekee. Katika sheria ya mwaka 2015 na mwaka 2020, sheria ya uchaguzi ilikuwa inafanya hivi: yule anayekuwa mgombea pekee basi hupita bila kupingwa na anasubiri tu kwenda bungeni. Watu wengi wamepita katika namna hiyo. Na kama nilivyoeleza awali, waziri